Sana hususan wana Simba maeneo ya Zingiziwa wamejitokeza kwa wingi kuja kusapoti jambo lao, kwa sababu kila mmoja anajua leo, kwa mujibu wa klabu yetu kupitia msemaji wetu Ahmed Ally amezungumza kwamba ndio uzinduzi wa masa kuelekea kwenye mechi yetu ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Angola ya Atletico ya Angola. Kimsingi kwanza nimefarajika kuona namna ambavyo kila sehemu napita wana Simba wamehamasika, wanajitokeza, wanafurahi nasi, lakini kikubwa tunawaambia si kwa sababu tu ya kufurahi tuishi hapa. Kikubwa ni kuweza kuchukua tiketi kukutana katika uwanja Benjamin Mkapa ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba yanaweza kutimia. Siku zote maisha ya Simba, malengo ya Simba ni klabu bingwa barani Afrika. Ukubwa wa Simba unapatikana klabu bingwa barani Afrika. Simba kwa klabu bora ya 5 kwa ubora katika bara la Afrika unapatikana katika klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo tunapofika katika mahala klabu bingwa barani Afrika, tunahamasishana kwa umoja wetu, kwa nguvu yetu, kwa slogan ya Simba nguvu moja, ili kuhakikisha kufika katika uwanja Benjamin Mkapa kwenda kusupport timu. Waandishi wa habari, ngoja niseme jambo. Kwanza niwape hongera sana, niwapongeze sana kwa kazi kubwa na kazi nzuri mnaifanya. Moja, tunaamini kwanza watazamaji hususan wana Simba wanapokwenda kujaa katika uwanja wa Benjamin Mkapa 60,000, waandishi wa habari mna mchango wenu mkubwa. Kupitia nanyi waandishi wa habari, na imani wanakufuatilieni vizuri washabiki wa Simba, wanachama wa Simba, waambieni kutumieni vyombo vyenu. Tunawahitaji katika uwanja Benjamin Mkapa kwa sababu nguvu ya mashabiki ni kubwa, support ya mashabiki ni kubwa. Tukienda kujaza uwanja Benjamin Mkapa, mashabiki wa Simba madeni yetu tutakuwa tumewamaliza. Tunawadai wachezaji wa Simba kwenda kutupa matokeo mazuri. Leo hii wanazingiziwa wako juani. Hali ya hewa ya Dar es Salaam hivi sasa inajulikana. Hali ya hewa ni joto, jua linapiga, lakini watu hawajali jua. Majasho yanatoka, lakini watu hawaamini kwamba majasho yanatoka. Dhamira na nia yao kuona namna ambavyo timu yao inakwenda kufanya vizuri na inapata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Naamini kwa wingi huu ambao naona wanazingiziwa, watachukua tiketi shilingi 5,000 kwenda kumuona mnyama, kwenda kumuona Kibo Dennis, kwenda kumuona Elie Mpanzu. Niwape siri. Elie Mpanzu amezaliwa upya. Si yule ambaye Elie Mpanzu tumemuona miezi 6 iliyopita. Na moja katika mechi ambayo anakwenda kuiamua mguuni kwake Elie Mpanzu, jana nilikuwa nazungumza naye, ananiambia Kisugu, waambie wana Simba, nasikia mtafika Zingiziwa, waambie wanazingiziwa, yeye peke yake kwa kushirikiana na wachezaji wenzake ana uhakika wa kwenda kufunga goli 2 katika siku ya Jumapili. Ndugu yangu. Yes. Kwani ni uwepesi kiasi hicho wapinzani? Wapinzani ni wagumu. Na tunaheshimu sana Petro Atletico ya Angola. Moja katika timu kubwa na timu vigogo katika bara la Afrika, lazima wazungumzie wa Angola. Tunawaheshimu sana, lakini watu waogopi. Tunawakaribisha katika uwanja wa Benjamin Mkapa, katika viwanja ambavyo vimeumbwa kwa vigumu sana kutoka ukiwa hai, basi kiwanja cha Benjamin William Mkapa. Tunapofika katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wana Simba huwa tunasema kun fayakun, kuwa lazima iwe. Hakuna asiyefahamu ugumu wa Benjamin William Mkapa. Leo hii watu wenye mashaka wameondoka Benjamin Mkapa. Hatuwasemi vibaya, tunawapongeza kwa sababu wametoa heshima kwa timu kubwa kubaki katika uwanja wa peke yake. Leo hii kila mmoja anajua timu zote zilizofaulu kucheza katika mashindano na leo shirikisho la soka barani Afrika zimetoka bandari salama. Vijana wa leo mnaita Dar es Salaam. Lakini kwa sababu amejua kwenye mashindano yake anacheza katika uwanja Benjamin Mkapa, lazima tumpe nafasi. Azam Football Club tunawapongeza, wakafanya maamuzi mazuri, wakaenda Zanzibar. Singida Big Star wakakaa wakajitafakari, wakajiona sisi ni wadogo. Iko klabu ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Vipi tushindane nayo uwanja mmoja? Wakaandika barua, wakanyosha mikono, wakaenda Zanzibar. Lakini si hao tu. Wale mafukunyuku akina Mwajuma Ndala Ndefu. Mbona nimefurahi waandishi? Mnawajua? Tuambie sasa. Wakachukua mila za Kizalamo, wakachukua mila za Kindengereko. Mtoto wa Kizalamo na mtoto wa Kindengereko aliolelewa vizuri hawezi kushiriki chumba kimoja na baba yake mzazi au na mama yake mzazi mara kwa mara kuingia kwenye chumba chake. Anakuwa na heshima. Wale vijana waliotoka Mchafukoge, vijana wa Engineer Harris, wakaandika barua, wakawaomba kafu, wakaenda Zanzibar. Mnyama amebaki wapi? Baki taifa. Benjamin William Mkapa. Inshallah niwaambie wana Simba, mara nyingi kauli zangu hazirudi nyuma. Tukaenda kwa wingi kujaza uwanja Benjamin Mkapa. Kwa idhini ya Allah na uwezo wa wachezaji wa Simba, tunakwenda kumnyoa Petro Atletico ya Angola. Kisugu, umezungumza kuhusiana na wapinzani. Wakati tunaendelea na ziara hii ama hamasa, ndugu zenu bwana wamezindua jezi za kimataifa.
bila shaka wewe ni mtu wa mpira, umeziona maneno machache kuhusiana na uzi mpya wa mpinzani. Swali zuri na lepesi sana kujibika, lakini kuna yamini wana Simba tumerishana pindi nilipofika kipindi kama hiki. Tunapenda kuzungumzia jambo moja, jambo la kwetu kuelekea katika mchezo wetu. Lakini kama nimeona vizuri au sikuona vizuri, kwa sababu natumia mawani, kuna vitu nimeviona havifanani na mhudumu, havitofautiani na mhudumu. Kuna vitu umeviona? Havitofautiani na mhudumu. Kumwambia dada niletee soda, dada niletee juisi. Umeviona kuona? Umeona nini? Siku zote ukimsema aliyekosea utakuwa na mnyanyasa na kumonea. Hatuna sababu ya kuwazungumzia hawa kwa sababu tuna jambo letu kubwa. Lakini niseme tu watani wamepotea. Watani wametoka kwenye maji, wamekwenda kwenye tope. Kama zile 15,000, hii inawapa wiki moja tunauzwa 7,500. Kwamba hujaona kabisa? Yes. Yuko ndugu yangu mmoja mzee wa Maokoto kanipigia simu kanambia Kisugu katusemee. Hatuna jezi, nikamwambia semeni wenyewe. Sisi tunasema kuwaita wana Simba kukutana katika uwanja Benjamin Mkapa. Sasa wao wenyewe kama wanasema, msituulize, nendeni mkawaulize wenyewe. Sisi tuna jambo letu shehe, tuna jambo kubwa. Sisi tuna dhamana ya nchi katika swala la michezo. Na ndio maana leo unaona wanazingiziwa wamekutana hapa kwa wingi. Lugha moja tu, kwenda Benjamin William Mkapa, kwenda kuisupport timu. Hawa walioleta vizubao vya kuuzia pombe tuachane nao. Nimeona kama kuna jezi kuzubao imetengenezwa hivi. Unasema wewe. Mama ntilie. Hawa bai. Hiyo ya kwako hiyo. Sinasema mimi? Unajua ukiingia kwa mama ntilie viguo wanavyovaa vile? Niseme niwaambie wana Simba. Tuna kazi kubwa, tuna kazi ngumu. Kwenda kuitetea nafasi yetu. Haya mambo tunapoelezana tuelezane kwa ukweli, kila mwana Simba akili yake ikawa sawa sawa, twende tukaipambanie hii. Leo kwa klabu ya 5 kwa ubora katika bara la Afrika sio kazi ndogo. Ni klabu ya 3 ambayo imeandika historia katika bara la Afrika, ambaye kushiriki katika mashindano yanaandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika, kucheza hatua ya robo finali mara 3, kucheza kwenye makundi mara 6 mfululizo ni Simba Sports. Ya kwanza Al Ahly, ya pili Mamelodi, ya 3 Simba. Twendeni tukapambane kuhakikisha kwamba standard yetu ya soka kwenye bara la Afrika inabaki kuwa pale pale. Leo hii Simba Sports ndio klabu yenye mashabiki bora kwenye bara la Afrika. Na mkitaka kuamini ubora huu, ndio klabu pekee yenye tunzo ambao tumetunzwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya nini? CAF. Twendeni tukahakikishe tunakwenda kuweka standard yetu.